Allah kawaida yake anapotaka kutukumbusha, na sisi tuwe na principle hiyo. Tuwe na principle gani? Tuwe na kanuni kwamba tukitaka kujisukuma katika ibada, tukitaka tusimsahau Mwenyezi Mungu, tukumbuke neema zake. Wewe ujiangalie tu, wewe tangu asubuhi hapo umekwenda pirika zako huku, umekata huku, umetumia nguvu zako, umetumia akili yako, ukatumia pesa. Jiulize, yote hayo aliyekupa nani? Yuko mwingine? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukitaka upate msukumo wa kuyaendea yale mazuri, basi kumbuka zile neema. Pumzi zako, damu yako hapo iko sawa, mambo yako yanakwenda, basi mkumbuke aliyefanya hayo mambo yaende. Kwa sababu kuna watu pengine walikuwa ni zaidi yako kwa nguvu, zaidi yako kwa kipato, zaidi yako kwa afya, lakini wako vitandani na hawajathubutu kuyafanya unayoyafanya, japokuwa na wao walikuwa mstari wa mbele kuyafanya kipindi hicho. Sasa wewe uitazame neema ile kwamba ni shani kubwa Allah amekupa, na kwa kuwa amekupa, unacho cha kumlipa Mwenyezi Mungu kwa hayo. Ingekuwa unalipia pumzi zako kila siku, asubuhi ukiamka watakiwa ukalipie, au tunanunua kama vile unit, tunaweka pumzi kama umeme unavyoweka. Unaonaje hivi ingekuwa kila siku una uthubutu wa kutumika unavyotumika? Kuna kipindi mambo yamelala. Sasa sema leo kwa hali ilivyo, itabidi hata kazi nipunguze kuzifanya. Kwa sababu gani? Upepo mdogo mwilini, ukaganda kama sanamu. Pap, vipi huyu hana upepo tena, pumzi imeisha. Lakini je, ndivyo Mungu alivyotuumba hivyo? Ametuwekea bure, for free, akakupa tu masharti yake, taratibu zake na kanuni za kuishi. Lakini mwanadamu huyu bado kuna wakati anajenga dhana mbovu kwamba anaonewa. Ule utaratibu aliopangiwa na Mwenyezi Mungu anauona kama tabu sana amepewa. Vipi wewe? Mbona wewe una utaratibu wako unaupanga na hupendi ukiuko utaratibu? Mfano mdogo, una nyumba yako, kuna chumba umeweka ni wewe na ahli yako, haingii mtu mwingine. Kaja mgeni, kwambia, unamwambia mgeni chumba chako kile pale, kwambia hapana bwana, mimi nataka chumba hiki. Vipi hapo? Yaani kile chumba chako na mke wako, mgeni asabana, mimi nipeni chumba hiki nilale. Vipi huyu mgeni? Yeye mgeni, bwana mkubwa, kile pale chumba cha wageni tumekutengea, mimi nataka nilale humu. Unaanza kaingia jikoni, kuna hotpot pale, anaingia anachukua chakula, akitia mchuzi mule anakula. Nyinyi mtamshangaa, huyu mgeni vipi? Hangoja kaambiwa chakula chako hiki hapa. Utajiuliza Kuna nguo pale, nguo zako kachukua kavaa. Unaweza ukasema huyu kashakuwa mwenda azimu sasa. Utapiga simu, bwana, utamtafuta kaka yake yule au anayekaa naye. Vipi huyu jamaa, huyu chande, huyu mzima huyu? Kwa nini? Naona leo tangu aje maajabu. Kwanza kataka chumba ninacholalamia na mke wangu, hakutaka chumba nilichompangia. Anambia yeye tena hakubali ni mkali, ataka chumba hiko. Lakini wakati huo chakula kimewekwa kule, watu hakuna hata mmoja alokula. Kachukua mchuzi dishi zima kautia kwenye hotpot, anakaa anakula, na sidhani kama atakimaliza. Lakini kibaya chengine, nguo zangu anachukua anavaa. Haya sio ulioyapanga nyumbani mwako yafanywe, una utaratibu wako. Utakasirika na utamfukuza, na unaweza kumuitia askari ukasema huyu si mzima wa akili. Kwa nini? Kavunja kanuni za kwako tu. Allah aliyetuumba akaweka kanuni na ustaarabu na mfumo kwamba wewe mwanadamu nimekuumba na kujua vizuri. Kuna kitu hakikufai kukitia mwilini, usitie ulevi, haufai kwako. Usivute bangi, haifai kwako. Sinywe bia, lakini kulu min tayyibat, kuleni vilivyo vizuri, halalan tayyiba, vizuri na vya halali. Wewe unakwenda kutafuta vile ambavyo vinakudhuru ndo unakula, unatafuta vya haramu ndo unakula. Mwenyezi Mungu amekupangia. Sasa ikiwa wewe unaona mfumo wako wa kimaisha uliojipangia mwenyewe tu katika idara zako ndogo ndogo, katika mamlaka yako, hutaki zipangulie wala ziharibiwe, iweje
Allah aliyekuumba wewe uone kwamba amekuonea kukupangia mfumo huo. Allah anakujua zaidi unavyojijua wewe. Kuna mtu kaumbwa mwanamme, hatosheki kwamba yeye ni mwanamme, anajibadilisha sasa kujifananisha na mwanamke, anamkosoa Mwenyezi Mungu. Mwingine kaumbwa mwanamke, anaona yeye hakustahiki kuwa mwanamke, analazimisha awe mwanamme.